Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa ya Nebuye TV. Tuko tunaangazia kuhusiana na jambo la kilimo cha korosho na kuangazia mambo mbalimbali. Kwa siku ya leo tutajifunza njia za kukausha korosho bila kuipoteza ubora. Kwani sasa hivi tuna changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo, kwamba mtu analima korosho yake vizuri lakini akipeleka kwenye masoko, ina maana kwa wakulima wengi wanapeleka ghalani, inakuwa korosho yake inakuwa haina ubora. Kwa hiyo kama inakuwa haina ubora, ina maana wanaweza kuigrade kutoka grade moja kwenda grade nyingine, na kila unavyokuwa na grade korosho ina maana ubora wake unazidi kupungua au ubora wake unazidi kupanda. Kwa hiyo tumekaa tukagundua kwamba shida kubwa ni wakulima wengi hawana elimu ya jinsi gani ya kukausha korosho ili iweze kuwa na ubora. Kwani unapokuwa unapeleka korosho ghalani, ina maana kule unaelekezwa kabisa moja kwa moja kwamba inabidi korosho baada ya kuvuna ziweze kukauka, yaani upeleke zikiwa zimekauka, na unapeleka kule kwenye mnada. Ukipeleka ghalani unapigwa mnada na hela yako unapewa. Au kwa wale ambao wanauza kwa mabosi wadogo wadogo, ina maana wao na wenyewe nao lazima korosho yako ikauke ndo waweze kununuliwa. Kwa hiyo kulingana na changamoto kama hii, tumeweza kuelekea makala fupi ambayo itakufundisha hatua mbalimbali ambazo unaweza kutumia ili uweze kukausha korosho zako vizuri ziwe kwenye ubora, ili wakawa wanazigrade waweze kuzigrade katika ubora uliokuwa ni mzuri, ili uwe ni miongoni mwa mnufaika mzuri na utimize malengo yako katika kilimo chako cha korosho. Cha kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, na kukumbusha tu ukumbuke kusubscribe, ukumbuke kulike pamoja na comment. Na pia kitu kingine, ufuatilie video yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utaweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na mambo ya korosho. Na pia tunakukumbusha pia uweze kufuatilia playlist zetu na uweze kushare, ili uwe ni miongoni mwa watu wa muhimu sana ambao kila tukitoa video wa kwanza kuweza kuzipokea. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, bila kupoteza muda, tutajifunza mbinu sahihi ya kukausha korosho ili uweze kuhifadhi kwa muda mrefu. Korosho unavyokuwa unaikausha vizuri, una uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu bila kuleta changamoto, bila kuharibika, bila kuwa na shida yoyote. Kama unavyotazama katika skrini yako hapo, hizo ni baadhi tu ya korosho chache ambazo zimedondoka leo asubuhi. Kwa baada ya kudondoka leo asubuhi, hizo ni korosho ambazo bado zina mabibo na zimeungana na korosho. Kwa hatua ya kwanza kabisa, inabidi uweze kutenganisha kati ya haya mabibo au ya njano mabibo, uweze kutenganisha kati ya bibo pamoja na korosho, uzitenganishe zote zikae tofauti. Yaani bibo lio tofauti na korosho lio tofauti. Ukifanya kitu kama hicho, ina maana ndio hapo itakuwa ni miongoni mwa vitu vya muhimu sana vya awali, au hatua za kwanza za awali ambazo inatakiwa mkulima wetu aweze kuzifanya kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya kukausha vizuri na kuweza kupata korosho zilizokuwa bora, na wewe ni miongoni mwa wanufaika watakao nufaika na zao hili la korosho kwa thamani kubwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kukausha kwa korosho ni hatua muhimu baada ya kuvuna. Kwa mbinu sahihi, huhakikisha mazao yako hayaharibiki. Ina maana kwamba umuhimu mkubwa kabisa, mazao yako yanakuwa hayaharibiki. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo mpenzi mtazamaji, hatua ya kutoa mabibo, ina maana inabidi ukwanyue, unatoa, unatenganisha. Unayaona hapa ni mabibo unatenganisha, unaacha mpaka korosho zenyewe zinakuwa ziko mbali au zinakuwa ziko tofauti ya nini na korosho. Na hayo mabibo unaweza ukafanyia kazi nyingine mbalimbali, aidha ukatengeneza juisi, unaona unakula juisi, au ukatengeneza ukakausha ukazipa chakula cha bata, kuku au ng'ombe au mbuzi, kwani wanakula ukiyakatia vizuri, ukawaanika ukawapa wanakula. Kwa mabibo sio kitu cha kutupa, unakuja kuonyesha wale mkulima wengine
yamejaa mabibo mengi ambayo yametolewa, yako mengi mabibo yenyewe hayana kazi yoyote. Na wakati kazi unayo, unaweza ukaanzisha mfugo wa kuku au mfugo wa ng'ombe au mfugo wa mbuzi, na tayari ulikuwa ushapata chakula. Kwa hiyo mabibo, mpenzi mtazamaji, msiyatupe, yanatumika kama chakula, au mtu mwingine anaweza akatumia kama nini, akatumia kama mbolea kwenye shamba lake. Kama unavyotazama katika skrini yako hiyo, hizo ndio korosho ambazo tayari tumechukua sampuli chache tu, maana korosho ziko nyingi. Tumechukua sampuli chache. Hizo ni korosho ambazo zipo tayari, zimetolewa kwenye mabibo, kwa hiyo ziko hapa sasa, zimewekwa vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa, lazima uchague sehemu kavu na yenye kivuli. Epuka jua kali, epuka sehemu ambayo ina mvua na ina unyevunyevu, kwani tukumbuke kabisa kwamba, kwa hiyo ukichagua eneo zuri kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, hilo eneo kavu, tunakuwa tunasema eneo kavu lina maana moja kwa moja ni eneo ambalo halina majimaji, ni eneo ambalo hata mvua ikinyesha haliwezi kupata unyevunyevu, ni eneo ambalo liko vizuri, na ni eneo ambalo lina kivuli kizuri. Kwa sababu tunaamini kwamba korosho ni zao ambalo halitaki sehemu ambayo kuna maji au sehemu ambayo kuna unyevunyevu. Ina maana kuna athari kubwa, na ndio chanzo cha kuweza kupunguza ubora kwenye korosho zako. Kitu kingine, mpenzi mtazamaji, inabidi utumie vipande vya mashina au mitaa ya kukaushia. Weka korosho kwa safu, epuka kupakiana. Hii unavyokuwa unasikia maana ya epuka kupakiana, unaelewa kitu gani? Au panga korosho zako kwa safu, unaelewa kitu gani? Hapa mpenzi mtazamaji, wataalamu wetu wanatushauri kwamba korosho zako usiziweke kwa kupakiana, yani zisikae kwa kugandamizana. Inabidi uweze kuweka katika mbalimbali, yani zikae ili ziweze kupata nafasi na hewa, na ziweze kukaa mbalimbali, ili zinapokuwa zinapigwa jua liweze kukauka vizuri na kwa ustadi vizuri, na zisinyauke. Ina maana pia zikinyauka sana zinapungua ubora na zinakuwa ndogo na zinapungua uzito. Kwa hiyo inabidi uweke ukiangalia kabisa, uepuke ili jambo la kugandamizana au kubebeshana. Yani korosho hii imembeba hiyo, yani umeweka rundo kubwa la korosho. Ina maana kwa hali kama hiyo, kwa kweli zitakauka, lakini zitakuwa zina ubora. Ndio pale utakapopeleka katika ghala au katika minada, wale wataalamu wataangalia, watagredi korosho zako katika korosho namba C au korosho ambazo hazina thamani. Wenzio kipindi wanauza kilo moja 3,000, wewe itaingia kilo moja shilingi 1,000, kwa sababu korosho zako zinakuwa hazina ubora. Kikubwa mpenzi mtazamaji, kipindi tunaendelea kupata elimu hii ya jinsi ya kuepuka, jinsi ya kukausha korosho zako vizuri na kuepuka na changamoto ya hasara, basi tukumbushane kwamba tuendelee kusubscribe, tuendelee kulike na comment. Hatua nyingine ambayo inabidi uweze kufanya ili kusudi korosho zako ziweze kukauka vizuri bila kupoteza ubora, inabidi uwe na tabia ya kugeuza mara kwa mara. Jiwekee ratiba ya kugeuza. Ina maana asubuhi mpaka jioni kuna masaa pale, kwa inabidi unaweza kujiwekea kila baada ya masaa 2 unaenda unageuza korosho zako. Hii inasaidia kila korosho kukausha kwa usawa kabisa. Ina maana unapokuwa unageuza korosho zako mara kwa mara, unajiwekea ratiba kila mara kwa mara, unageuza, unarudi, unageuza, unarudi, unageuza. Hii itakusaidia wewe korosho zako ziweze kukauka kwa usawa, kwa zote zinakuwa zipo katika gredi moja. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, labda mimi na wewe tuweze kushirikiana au tuweze kushauriana. Hapo mpenzi mtazamaji, inabidi tuweze kushauriana kwamba katika masaa ya asubuhi mpaka saa 12, pale kuna masaa 12. Ndani ya masaa 12 inabidi ujiwekee ratiba, ikiwezekana kama simu yako iweke alarm
uwe unajua walau kila baada ya masaa mawili unapitisha kwenda kuzigeuza korosho. Unazigeuza kila baada ya masaa mawili unazigeuza. Ina maana saa 2 asubuhi utageuza baada ya kuanika, saa 4 ugeuze, baada ya kuanika saa 8 utageuza, baada ya kuanika saa 10 unageuza, baada ya kuanika na jioni pia unageuza. Hii itakusaidia kuhakikisha kwamba korosho zote zitakuwa zina ubora wa kufanana. Ina maana kwamba korosho zote zitakauka kwa kiwango kile kile cha jua au cha joto, na itapelekea korosho zako kuwa na ubora na kutokupungua uzito, kwa sababu watu wengi sana wanalalamika kwamba korosho zao zinakuwa zinapungua uzito, haziko vizuri. Shida kubwa ni kwenye jambo zima la kugeuza. Tujitahidi sana tuweze kugeuza kwa wakati na tugeuze vizuri. Kitu kingine mpenzi mtazamaji cha muhimu sana, inabidi tuhakikishe eneo ambalo unaanikia halina mvua wala halina unyevunyevu. Hii ina maana gani? Ndio nazungumzia hakuna mvua wala hakuna unyevunyevu, ni kwamba ina maana korosho nyingi tunaanika nje. Kwa hiyo tunapokuwa tunaanika nje, ina maana uwe unaangalia hali ya hewa. Kama kutakuwa kuna mawingu, hakuna dalili ya kuonyesha mvua, basi hakikisha kabisa unakuwa karibu yale mazingira, ili mvua inapoanza tu kunyesha unatoa korosho zako unazianua au unazifunika matundubali. Baada ya hapo mvua ikitoka, ile eneo linakuwa tayari na unyevunyevu, unaingiza ndani pakikauka, ndio inabidi uweze kuanika tena. Kwa sababu korosho nyingi sana zinakuwa hazina ubora, ina maana kwamba zinakaa katika mazingira ambayo kuna unyevunyevu. Watu wengi sana wanaanika maeneo ambayo yanakuwa yana unyevunyevu. Watu wengi sana wanaanika chini, ikija kuonyesha mvua, ina maana ardhi tayari imelowana, na ikifika tu asubuhi au muda ule ule anachukua anamwaga pale juu, na tayari korosho zinakuwa zina matope na zinapungua ubora. Maana hapa kikubwa mpenzi mtazamaji, korosho zako tunataka zigrediwe katika gredi iliyokuwa kubwa, gredi ya juu kabisa, ili upate hela yako ikiwa iko vizuri, upate hela yako katika hali ya mazingira ambayo ni mazuri, maana korosho zako zimegrediwa vizuri. Kwa hiyo kitu kingine, kwa sababu kama wewe ni mkulima mkubwa na mkulima ambaye ni mzoefu, unaweza pia ukaandaa mazingira ambayo ukaandaa ni kwamba ukatengeneza sakafu, ukasakafia chini vizuri pale shambani kwako, ukatenga tu eneo pale shambani, ukaweka sakafu kubwa wala kama vile hata square mita za mraba hata 10, ambazo utakuwa unaokota korosho zako unatenganisha na mabibo. Baada hapo unazimwaga pale. Ina maana pale panakuwa ni pepesi zaidi, kwa unazitoa, unazianika, unazitoa, unazianika, unazigeuza kama nilivyokuwa nakwambia pale awali. Na kitu kingine, ukitengeneza kile kitu cha kuanikia ambacho kitakuwa labda hata mifuko 2 au mmoja wa simenti, ili inakusaidia pia kukauka mapema. Ina maana ikinyesha mvua, ukitoa korosho zako ndani ya muda mchache, jua likiwaka kidogo tu, simenti inakauka au ile floor inakauka. Kwa floor hiyo itakapokauka, ina maana kwamba wewe unao kwa muda mfupi tu unao uwezo wa kuanika tena korosho na zikaendelea kuwa vizuri na zikaendelea kuwa na ubora uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kipindi tunaendelea na mada yetu nzuri ya kuongeza ubora wa korosho baada ya mavuno, naomba tu nikuulize swali moja, kwamba wewe kilimo chako cha korosho unaanika katika mazingira gani? Wewe zao lako la korosho hili unaanika katika mazingira gani? Je, unaanika chini au unaanika katika matundubali au makavelo, au na umetengeneza uchanja wa kuanikia, au umetengeneza floor, umemwaga floor chini unaanika pale juu? Kwa mpenzi mtazamaji, na nasoma comment pale kwa mtu yoyote atakayenijibu vizuri, na hususan nitaka tukapigia picha ukanitumia picha,
pia nitaiona, nitajifunza kitu pia kutoka kwako. Na kama mtu ulikuwa unafanya kuanika kienyeji, itakuwa uweze kubadilika. Ndio nia na malengo ya kuweza kupata elimu na kujifunza, ili kusudi msimu ujao wa kilimo uweze kuwa upo katika hali nzuri na mavuno yako yanakuwa katika mazingira mazuri. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, inatakiwa uweze kuhifadhi. Baada ya kukauka, inabidi uiweke kwenye mabegi au kwenye masanduku makavu. Epuka kuacha kwenye udongo au chini kwenye jua kali. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, baada ya kuwa korosho yako umeridhika kama hiyo unavyotazama, tayari ishakauka, iko vizuri. Hapa na uwezo sasa wa kusubiria tu stakabadhi ghalani. Hapa nasubiria tu magari yetu yaweze kufunguliwa ili niweze kupeleka. Kwa hiyo nitakuwa nisiziache hapo. Watu wengi wanavuna korosho katika muda wa kiangazi. Jua linakuwa ni kali. Ina maana kuna mtu mwingine anaweza kama kuziacha pale nje tu zikawa zimekaa akisubiri kwamba atazitoa pale ndo azipeleke ghalani. Hapana, hapana, hapana. Epuka kitu kama hicho. Chukua hiki nilichokufundisha leo, kwamba baada ya korosho kuwa imekauka, itoe korosho yako, iokote vizuri, izoe vizuri, iweke kwenye magunia. Weka kwenye magunia yaliyokuwa makavu, magunia yaliyokauka, itie mle, funga vizuri. Wakisubiria bei iwe nzuri ghalani, wakisubiria wateja wako waje wanunue ili uweze kujipatia kipato. Ila kuna wengine baada ya kuwa tayari zimekauka, anaweza akaziacha tu hivyo hivyo au akaweka kwenye plastiki ambayo baadaye anaongeza joto, kwa korosho yako inakuwa haina ubora na unakuwa haiwezi kukidhi tija. Kwa kitu kingine mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ambacho ni cha muhimu sana sana sana, hizi ni hatua kubwa ambazo tumeweza kujifunza, na kupitia hatua hizi unaweza kukusaidia wewe kuongeza kipato cha korosho zako, na ukipeleka ghalani korosho zako zikagrediwa katika hali kuwa nzuri na ukaweza kupata mapato yaliyokuwa ni mazuri. Kikubwa ambacho mtazamaji niweze kukushauri kwamba msimu huu utakapopata mavuno, utakapolipwa hela yako ya korosho, ile hela jitahidi sana kuitenga, kuigawa walau 5% au 10% ya ile hela. Tengeneza mazingira mazuri ya shamba lako kwa ajili ya kukaushia vizuri korosho kama ulivyojifunza katika video yako, ili kusudi mavuno yako na korosho zako ziweze kupanda bei na waweze kuzigredi katika hatua iliyokuwa nzuri. Kwa kufanya hivyo mpenzi mtazamaji, wewe utakuwa ni miongoni mwa watu watakaokuwa wamenufaika na zao hili la korosho. Kwa kukausha kwa uangalifu kunahakikisha ubora wa korosho na unadumishwa vizuri kabisa. Hii ni muhimu sana kwa mauzo na kwa wale ambao wanasindika. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ili uendelee kupata vitu vikubwa, vitu vizuri kama hivi, na kuomba uweze kusubscribe, uweze kugonga alama ya kengele kwa ajili ya video bomba na video nzuri ambazo zinahusiana na kilimo cha korosho, mboga mboga, pamoja na vilimo vingine ambavyo vinakusaidia wewe katika kujikwamua kiuchumi. Nashukuru sana na kukumbusha tu kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Na kwenye concern yoyote tunakaribisha sana Nebuye TV.